Hali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na ni matumaini yangu ya kuwa wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo basi jina la Bwana lihimidiwe, na kama sivyo basi hapana shaka Mungu atakujalia uweze kupata afya njema. Ndugu yangu mpendwa, nichukue fursa hii kukukaribisha tena katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Lakini kabla ya yote, kwanza nikusihi ndugu yangu uweze kuandaa kalamu, daftari na Biblia ili uweze kupata nukuu ya kile tunachokwenda kujifunza. Na kama ilivyo ada, tupate dua ili Mungu aweze kubariki kipindi hiki. Tuombe. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, utupaye uzima. Tunakushukuru kwa baraka ya mambo ya mwilini na kwa baraka zaidi sana kwa mambo ya rohoni. Tunakusihi uwe pamoja nasi wakati huu tunapokwenda kuanza kipindi hiki. Ukatubariki ili tuweze kuelewa maandiko yako matakatifu, na katika haya tuweze kuenenda. Tuwie radhi pale ambako tumekwenda kinyume na mapenzi yako, lakini tubariki pale ambako tumefanya sawa sawa. Tunaomba amani kwa nchi yetu na dunia nzima kwa ujumla, ili tuendelee kupata fursa ya kujifunza maandiko yako matakatifu katika hali ya utulivu. Bwana na Mungu wetu, nakabidhi kipindi hiki mikononi mwako na kila mmoja ambaye anahusika. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Ndugu yangu mpendwa, leo tunaingia katika sura ya 14 na tutaangalia mistari mitano ya kwanza katika sura hii. Sura ya 14 ni sura inayozungumzia utaratibu wa matumizi ya karama za Roho katika ibada. Sura hii inaendelea pale pale ilipoishia sura ya 13. Katika sura ya 13 mtume alifundisha kuwa karama bila upendo si chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu karama zitaondoka, zikuwa za kudumu, lakini upendo unadumu. Kwa hiyo upendo unachukua nafasi ya kwanza. Katika sura hii ya 14 anaanza na mkazo ule ule ambao aliishia nao katika sura ya 13. Anasema katika aya ya kwanza, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Mtume anawataka kwanza wawe na upendo, kisha wazitake karama. Lengo ni kwamba karama zitumiwe kwa upendo. Kwa hiyo maadamu karama zikitumika kwa upendo, hakuna shida yoyote, ni vyema kabisa. Hata hivyo, jambo la kushangaza, pendekezo la mtume hapa likawa katika karama ya unabii. Angalia, anasema zaidi kwamba mpate kuhutubu. Neno hili kuhutubu linatokana na neno la Kiyunani linalosema propheteuo. Neno hilo linamaanisha kutabiri au kufundisha neno la Mungu. Katika Kiyunani neno hilo ni kitenzi cha unabii. Kwa kawaida nabii hufundisha kwa lugha, huwa hafundishi kwa lugha ngeni. Kwa hiyo kulingana na muktadha wa sehemu hii, neno hilo limetumika kumaanisha kufundisha neno la Mungu kwa wazi au kwa lugha inayoeleweka. Aya ya 2 na ya 3 zinafafanua vizuri kuhusu hiki tunachokisema. Anasema katika aya ya 2, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Bali yeye hautubue asema na watu maneno ya kuwajenga na kuwafariji na kuwatia moyo. Sasa kusema na Mungu katika aya ya 2 hakumaanishi mazungumzo ya mapokezano ya moja kwa moja baina ya Mungu na mwanadamu, bali kinachomaanishwa hapa ni uelewa wa lugha.
kwamba anasema na Mungu kwa sababu Mungu ndiye pekee anayeelewa lugha hiyo. Kauli nyingine inayosema hakuna asikiaye, maana yake hakuna mtu anayeelewa kinachozungumzwa. Kwa sababu hiyo mtume anasema mazungumzo haya yanakuwa siri. Kunena katika roho, kauli ile ya kunena katika roho haimaanishi kuwa lugha hiyo ni ya kiroho au lugha ya kimalaika. La hasha. Bali inamaanisha kunena kwa njia ya roho. Kumbuka karama hizi kulingana na sura ya 12 mstari wa 1 zinaitwa kuwa ni karama za roho. Kwa hiyo katika aya hizi tunapata mambo mawili kimsingi. Katika aya ya pili kuna ujumbe usioeleweka na watu wa jamii husika kwa sababu ya lugha ngeni iliyotumika. Lakini katika aya ya 3 ujumbe unaeleweka vizuri na walengwa kwa sababu lugha inayotumika inaeleweka na wahusika. Aya ya 4 tusome pale katika aya ya 4. Katika aya ya 4 anasema yeye anenaye kwa lugha hujijenga nafsi yake, bali hautubuye hulijenga kanisa. Anenaye kwa lugha huijenga nafsi yake kwa sababu katika aya ya pili tumeona kuwa mtu huyo, na nukuu pale, ananena mambo ya siri katika roho yake. Kwa hiyo ni yeye tu ndiye anayenufaika na ujumbe huo. Hii sio siri kwa maana ya kwamba wengine hawapaswi kujua ujumbe huo, la hasha. Ni siri kwa sababu wengine hawaelewi lugha inayotumika pale. Tofauti na mtu anayenena kwa lugha isiyoeleweka katika kanisa, mtu anayezungumza lugha inayoeleweka anafanya kazi ya kulijenga kanisa. Swali: kwa nini baadhi yao walinena kwa lugha isiyoeleweka na wengine au na jamii ya watu waliokuwa nao pale kanisani? Jibu ni rahisi sana. Kulingana na sura ya 13 na sura ya 14, hususan aya ya 1, hawakuwa wakiongozwa na upendo. Walijijali wao wenyewe na kutaka utukufu zaidi kwa upande wao. Paulo anasema katika aya ya 5 ya kwamba, tusome katika aya hiyo ya 5. Paulo anasema kwamba nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha, lakini zaidi sana mpate kuhutubu, maana yeye hautubuye ni mkuu kuliko yeye anenaye kwa lugha, isipokuwa afasiri, ili kusudi kanisa lipate kujengwa. Paulo anasema ili mtu anayesema kwa lugha au anayenena kwa lugha isiyoeleweka awe mkuu kama mtu anayesema kwa lugha inayoeleweka, inampasa mtu huyo aweze kufasiri. Kwa nini? Kwa sababu anasema ili kanisa lipate kujengwa. Huu ndio tofauti kati ya mtu anayenena kwa lugha bila ya kuwa na fasiri na mtu anayenena kwa lugha inayoeleweka. Kwa hiyo kunena kwa lugha haikuwa kosa. Kosa lilijitokeza pale mmoja anaponena kwa lugha bila ya kuwa na ufasiri wa lugha hiyo. Hilo ndilo kosa. Kwa nini hasa iwe hivyo? Kwa sababu ikiwa watu hawaelewi mahubiri hayo, basi mahubiri hayo yanakuwa hayana maana. Na hilo sio kusudi la Mungu kuweka karama hii. Kunena kwa lugha kwanza kulihaidiwa na Kristo katika Marko sura ile ya 16 ukianza mstari ule wa 17. Utekelezaji wake tunaupata kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 hasa mstari ule wa 4, ambapo tunasoma kwamba wote kwa maana ya mitume wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Lugha walizonena mitume hawa
zilikuwa ni lugha za watu wa mataifa mengine waliokuwepo pale Yerusalemu katika siku ile, kwa sababu walikuwa wamekusanyika pale kwa ajili ya sikukuu ya Pentekoste. Mitume walihubiri kwa lugha ambazo hawakuwahi kujifunza. Tena walizungumza kwa ufasaha kana kwamba walikuwa wamezaliwa nazo. Ili kuweka ushahidi vizuri, hebu tusome Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 11. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 11. Nasoma. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, kwa maana ya watu walikutanika, walisogea karibu. Wakashikwa na fadhaa, kwa maana nyingine wakashikwa na butwaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Mstari wa 6 huo. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Kwa maana nyingine ni watu wageni, hawazungumzi lugha yetu. Hawa watu imekuwaje leo wanazungumza kwa lugha yetu? Mstari wa 8 anasema, imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Unafahamu, watu hao wasingestaajabu kama wangekuwa na uhakika kwamba watu wale walikuwa wanaelewa lugha zao, walikuwa wanafahamika. Ndio maana wakasema kwamba hawa ni wa Galilaya. Kwa hiyo hawakuwa wageni, walikuwa wanafahamika kwamba hawa watu hawazungumzi lugha nyingine isipokuwa lugha yao tu. Sasa wanastaajabu, wanasema imekuwaje hao wanazungumza lugha yetu, tena kila mtu ambaye amezaliwa nayo. Tuzidi kuangalia katika mstari wa 9. Hapa anaanza kutaja mataifa waliokuwepo pale. Anasema Walperathi na Wamedi na Waelami, nao wakao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Kwa maana nyingine, wanasikia injili ya Mungu, matendo makuu ya Mungu, injili ya Mungu wanaisikia pale. Injili ya Yesu Kristo wanaisikia pale. Mataifa hayo kila mmoja anasikia kwa lugha yake mwenyewe, kwa watu wasio wa mataifa yao. Wakastaajabu kweli kweli. Wanenaji wa lugha walihubiri injili ile ile iliyohubiriwa na manabii na watu wengine waliokuwa na karama nyingine. Pekee kilichowatofautisha ni lugha tu. Watu wa karama nyingine walitumia lugha moja ya asili yao, wakati watu wenye karama ya kunena kwa lugha wao walitumia lugha ya kigeni. Kunena kwa lugha kulifanya kazi mbili kimsingi. Moja, kuwavuta wasioamini ili waweze kuamini. Baadaye tutaona vizuri tunapoendelea na sura hii. Jambo la pili ilikuwa ni kwa ajili ya kulijenga kanisa, na ndio umekuwa mkazo wa Paulo katika sura hii ya 14 kwamba lugha hizi zitumike kwa ajili ya kulijenga kwa kanisa na sio kwa ajili ya kujionesha, kwa ajili ya kutafuta sifa ama utukufu. Baadaye mtume Paulo bila shaka ataweka utaratibu wa namna karama hii na nyingine zinavyopaswa kutumika ndani ya kanisa ili kuepuka vurugu.